Baada ya aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema upande wa Zanzibar, Said Isa Mohamed na wenzake kufungua kesi ya msingi wakilalamikia hatua ya chama hicho kuibagua Zanzibar katika shughuli zake, zikiwemo mipango yake ya kisiasa, hasa upande wa usambazaji wa rasilimali fedha. Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam imezuia kwa muda shughuli za kisiasa za chama hicho na pia imezuia kutumika kwa mali zote za chama hicho mpaka pale kesi hiyo itakaposikilizwa. Kwa majina naitwa Princess Kiuli na niko hapa kukuletea undani wa hili A to Z. Lakini kabla ya yote, ningependa kukukumbusha kusubscribe. Subscribe sasa kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe. Kisha itakuja kengele, ibonyeze pia. Mezani mwetu leo Mseto Media tunayo taarifa kutoka chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema inayosomeka hivi, nanukuu: taarifa kwa umma kuhusu kusitishwa kwa shughuli za kisiasa za Chadema. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinapenda kuwaarifu viongozi, wanachama na umma wa Tanzania juu ya hali ya hatari inayojitokeza kwa kasi dhidi ya vyama vya siasa vinavyopigania mabadiliko ya kweli nchini. Hali hii inaashiria juhudi za kurejea kwa enzi za utawala wa kiimla unaotumia vyombo vya dola na mahakama kama zana za kukandamiza sauti mbadala badala ya kulinda haki za wananchi na utawala wa sheria. Kwanza, tunaendelea kushuhudia njama zilizo wazi zinazoratibiwa kupitia ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kwa kushirikiana na watu waliopoteza uhalali wa kisiasa. Kupitia kesi isiyo na msingi, ni dhahiri kuwa kuna njama za makusudi za kuingilia, kuchafua na kuvuruga uongozi halali wa Chadema kwa lengo la kuwa operesheni yetu ya no reform, no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Harakati za kidemokrasia zinazodai mazingira huru na haki ya uchaguzi. Pili, tumekuwa mashuhuda wa kilele cha siasa za vurugu na hujuma dhidi ya mikutano yetu ya hadhara kwa maelekezo ya wazi kutoka kwa baadhi ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM. Polisi wamekuwa wakilazimisha kubadili viwanja vya mikutano, wakurugenzi wa halmashauri wakitunyima tusitumie viwanja tunavyoomba hata baada ya kupokea malipo kutoka kwetu kwa madai yasiyo ya halali, na kuendesha shughuli ambazo hazikuwa kwenye mipango yao. Zaidi ya hayo, makundi ya vijana wasio na ajira yamekuwa yakitumika kuleta vurugu, kuwatisha wananchi na kujaribu kuzima ujumbe wa matumaini na mabadiliko tunayoueneza nchi nzima. Tatu, leo tarehe 10 Juni 2025, katika hatua ya wazi ya kuingilia uhuru wa kisiasa wa vyama, mahakama chini ya Jaji Hamidu Mwanga imetoa amri ya kusitisha kwa muda wa siku 14 shughuli za kisiasa za Chadema kutokana na kesi iliyowasilishwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar kwa miaka 15, Bwana Said Isa Mohamed pamoja na wenzake wawili, wajumbe wa bodi ya udhamini ya chama. Jaji alitoa uamuzi huu bila chama kuwa na mawakili wake baada ya wakili wetu Jebra Kambole kujitoa kutokana na kuhisi kutokutendewa haki. Jebra Kambole aliomba kusitishwa kwa kesi hadi chama kitakapopata wakili mwingine, lakini jaji alikataa na kuendelea kusikiliza kesi kwa upande mmoja tu na kutoa uamuzi wake. Kwa mtazamo wetu, uamuzi huu umechochewa zaidi na shinikizo la kisiasa badala ya msingi wa kisheria au haki, huku ikizingatia hali ya kisiasa ilivyo nchini mwetu. Chadema inachukulia hatua hizi kama ishara hatari ya kuporomoka kwa demokrasia nchini. Viongozi wa Chadema watafanya mkutano wa dharura kutathmini hali hii na kuamua msimamo rasmi wa chama kuhusu hatua za kuchukua. Tunatoa wito kwa viongozi, wanachama, wafuasi wetu na Watanzania wote wanaoamini katika misingi ya uhuru, haki na demokrasia kuwa tayari kupokea maelekezo kutoka kwa viongozi wakuu wa chama. Hatutarudi nyuma katika kudai Tanzania yenye mfumo wa haki, uhuru na utawala wa sheria. Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi. Hiyo ndo taarifa ya kisiasa iliyoleta gumzo sana hapa nchini Tanzania. Mtazamaji wangu, ningependa kusikia maoni yako na wewe. Niandikia hapo chini kwenye upande wa comment na sisi tutasoma. Je, unaona hili limekaaje? Wewe mawazo yako ni yapi? Dondosha comment yako hapo chini. My name is Princess Kiuli na hii ni Mseto Media.
Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.